Katika maadhimisho ya mwaka huu 2026 chini ya kauli mbiu inayosema mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa, inabeba ujumbe unaoakisi shughuli zinazofanywa na mahakama, jinsi zilivyochochea ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Ndugu viongozi na washiriki, sote tunatambua ibara ya 107A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sura ya 2 urekebu wa mwaka 2023. Mahakama ni chombo cha mwisho katika utoaji wa haki. Kimsingi, wajibu huu wa mahakama umekuwa kichocheo kizuri cha ustawi wa maendeleo ya taifa. Yapo mengi kwa mkoa huu wa Katavi ambayo mahakama imeyatekeleza na mengine inaendelea kuyatekeleza. Leo hii sisi ni mashuhuda wa jinsi mahakama ilivyoboresha miundombinu ya mahakama, ilivyoboresha utendaji kazi kupitia mifumo ya TEHAMA na jinsi inavyoshirikiana na jamii kupitia mipango mbalimbali ya utoaji wa elimu. Nawapongeza kwa hayo yote mlioyaboresha, ikiwemo majengo ya kisasa ya mahakama 8, mojawapo ikiwa ni jengo hili la IJC, Mahakama Jumuishi Katavi. Natambua miundombinu hii iliyoboreshwa imeturahisishia sisi Wanakatavi kupata huduma za kimahakama kiurahisi. Rai yangu kwenu, jitahidini kutunza majengo haya vizuri. Natambua pia mmeongeza vituo vya kutolea huduma za mahakama za mwanzo kutoka 10 hadi 19. Vituo hivi 9 vilivyoongezeka bado havijatambuliwa rasmi kama mahakama za mwanzo. Jitahidini kwa taratibu zenu za mahakama kuhakikisha vituo hivyo vinatambulika rasmi. Serikali ya mkoa wa Katavi ipo tayari kuwasaidia kufanikisha azma hiyo pale mtakapohitaji msaada. Ndugu viongozi na washiriki, natambua kuwa mahakama katika utoaji haki kupitia matumizi ya TEHAMA mpo mbali sana. Hatua mliofikia imekuwa kichocheo kikubwa katika ustawi na maendeleo ya taifa, ambapo kwa mkoa wa Katavi mmefanikiwa kupunguza wastani wa muda wa kusikiliza shauri kutoka wastani wa siku 99 mwaka 2024 hadi wastani wa siku 79 mwaka 2025. Kwamba kwa sasa shauri toka liingie kwa mahakama ya mwanzo linachukua wiki hadi mwezi mmoja, na kwa mahakama ya wilaya na mkoa shauri linachukua mwezi hadi miezi mitatu. Kiwango hiki mlichofikia cha usikilizaji wa mashauri ni kizuri mno, na ndiyo sababu hamna mashauri ya mrundikano. Hongereni sana kwa hatua hiyo kubwa. Rai yangu kwenu, muendelee na mwendo huo huo. Ndugu viongozi na washiriki, pamoja na mafanikio haya tunayoyaona, yapo malalamiko tuliyopokea ambayo naamini yako ndani ya uwezo wenu. Baadhi ya malalamiko hayo ni baadhi ya wadau wenu kuchukua muda mrefu wanapofika mahakamani kusubiri usikilizwaji wa mashauri, hususan kwa njia ya mtandao kwa mahakama zilizo nje ya mkoa wa Katavi, ambapo muda mwingine hulazimika kukaa hadi nyakati za jioni na hivyo kuathiri shughuli zao za maendeleo. Naamini kutokana na uboreshaji mzuri wa mifumo yenu hili mtalifanyia kazi. Ndugu viongozi na washiriki, mahakama mmefanya jitihada nyingi kutatua changamoto zinazohusiana na haki jinai na madai. Baadhi ya hatua mlizochukua ni pamoja na kutoa ushauri wa kisheria kila siku katika vituo vyenu kabla ya kuanza usikilizaji wa mashauri, utoaji elimu katika jamii na umalizaji wa migogoro kwa njia ya usuluhishi. Hatua hizi zimesaidia sana mahakama mkoa wa Katavi kutokuwa na mashauri mrundikano. Naipongeza mahakama ya Katavi kwa kufikia hatua hiyo. Endeleeni kufanya kazi kwa kasi hiyo hiyo. Ndugu viongozi na washiriki, kwa upande wa wadau wengine wa haki madai, hususan wanasheria wetu wa sekretarieti ya mkoa na halmashauri, mawakili wa kujitegemea, mabaraza ya kata na baraza la ardhi na nyumba
Natambua kazi kubwa mnayoifanya katika kuisaidia mahakama kutimiza wajibu wake. Hata hivyo, bado kuna changamoto katika utatuzi wa migogoro ya ardhi. Ni vyema wadau hawa kujifunza mifumo mbalimbali ya wenzetu wa mahakama ili kutatua changamoto wanazokutana nazo. Kwa mawakili wa serikali, NPS, polisi, magereza, TAKUKURU, uhamiaji, TFS na TANAPA na wengineo, kazi mnazozifanya zinaonekana na kwa kiwango kikubwa mnasaidia mahakama kutimiza wajibu wake wa kikatiba. Nitoe rai kwenu kwenda sambamba na mahakama katika kutoa mchango wa ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Wekeni sawa mifumo yenu iendane na mifumo ya mahakama ili mchango wenu uonekane kwa ubora zaidi. Waheshimiwa viongozi pamoja na ndugu washiriki, Katavi ni miongoni mwa mikoa iliyobarikiwa kwa kila kitu. Kwa sisi tuliopo eneo hili katika maadhimisho haya, hatuna budi kuendana na kauli mbiu ya mahakama ya mwaka huu 2026 ambayo inasema mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Tuna maswali ya msingi ya kujiuliza. Je, mchango wetu ni upi kwa Katavi tulionayo leo hii na Katavi ya baadaye? Naomba sote tutafakari kwa kina juu ya kauli mbiu hii ya mahakama ili kila mmoja wetu atambue ni mchango upi anatakiwa kutoa katika ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Ndugu viongozi na washiriki, pamoja na mengi ambayo tungeweza kuongea, ifahamike kuwa sote tuna wajibu mkubwa kwa jamii tunayoihudumia. Tushirikiane kwa pamoja kuunganisha mifumo yetu ya utendaji kazi ili tufikie mafanikio ya pamoja. Kama mahakama inavyotoa mchango wake katika maendeleo ya taifa, rai yangu kwa vyombo vyote vya utoaji haki ni kuiga mambo mazuri yaliyofanywa na mahakama ili kuimarisha ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Niwahakikishie kuwa serikali ya mkoa wa Katavi itaendelea kutengeneza mazingira rafiki na kufanya kazi kwa ukaribu na vyombo vyote. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.